Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa TV Sibuka na Radio Lindi FM, na kusalimu katika jina takatifu la Bwana Yesu. Mungu akubariki kupata nafasi ya pekee. Tuna wakati wa pamoja kutafakari na Mungu neno la siku, kama Mungu ambavyo ametupa siku ya leo kwa uaminifu na wema wake, ametupa uzima tele. Kwa ni wakati mzuri sana kutulia mbele za Mungu, tutafakari neno hili, tushinde nalo na tufanye mapenzi ya Mungu kama Mungu anavyotaka. Na wakati tunaendelea kumuomba Mungu sasa, Mungu Baba mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, Mungu Baba yetu mwaminifu tupendaye mno, asante kwa siku njema. Asante kwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, kwa makusudi mema ulionayo, ili Bwana Mungu pate kusema nasi tena, kutujenga kiroho na kutuongoza katika njia za haki na kutuimarisha utu wetu wa ndani, ili tuna nguvu ya kuishi kiroho na kufanya mapenzi yako makamilifu kabla ya kuja kwako. Jina lako litukuzwe mno. Mbariki ndugu yangu huyu msikilizaji, popote alipo amepata neema hii ya kusikia neno hili takatifu. Najiweka kwako chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu, mnenaji mkamilifu mwenye siri zote za moyo wako, kwa jina lake Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mungu akubariki sana msikilizaji, ndugu yangu mpendwa, uliyependwa na Mungu. Mungu akubariki kwa nafasi ya pekee ya wokovu, lakini na shauku yako ya kumpendeza Mungu. Leo tutakuwa na neno la siku ambalo linasema Mungu mchungaji wangu, au Mungu mchungaji wa muamini. Naweza kusema mchungaji wa muamini yeyote. Mtumishi Daudi mfalme alisema mchungaji wangu, alikuwa anajisema yeye, lakini sasa Mungu ni mchungaji wa kila aliokoka, lakini pia hata asiokoka. Ndio maana tunaishi salama katika ulimwengu huu. Kwa ni muhimu sana kumtambua mchungaji huyu mwema na kutambua kwamba ana haki zote kamilifu mia kwa mia katika maisha yetu kama wanadamu. Tasoma neno Mungu katika kitabu na sura hii ambayo inafahamika sana katika watu, lakini sijui kama imefanikiwa vipi watu kuishi katika hayo yaliyoandikwa hapo. Katika Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, japopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo langu na fimbo yangu yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mstari wa mwisho ni muhimu sana. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Tunaona maandiko haya kama nilivyosema, Mfalme Daudi aliandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu atupae kuandika maneno, aliwapa kuandika maneno ya Mungu sawa sawa na uongozi wake Mungu, au matakwa yake Mungu. Mungu wetu tunapomwamini na kumgeukia, tunakuwa mali yake kabisa. Na mara nyingi tumelinganishwa na kondoo wa malisho yake. Kondoo ni mnyama ambaye tunamfuga nyumbani, lakini kondoo ana tabia mbalimbali
ambazo zinaweza kuiana na kufananishwa na mawazo haya juu ya mwanadamu. Kondoo mara nyingi wanategemea usalama wao kwa mwenye kondoo, bwana wao. Karibu 100% yote wanategemea awalinde, awatunze, awatoe, awapeleke kwenye malisho, awape maji, awakinge na hatari yoyote, hata na vitu vyote ambavyo vinaweza kuwaletea madhara. Alafu hata kama anaenda kwenye malisho, kurudi nyumbani atategemea bwana wake amrudishe. Tofauti na mbuzi, tofauti na ng'ombe, kondoo hutegemea msaada wa mwenye mali hizo au bwana wao kikamilifu. Siporudishwa nyumbani watalala hapo. Kwa hiyo watu wa Mungu wamefananishwa na kondoo, kwamba ni watu wa muhimu, wanahitaji kutunzwa, kulindwa, kulishwa, kuongozwa, kusimamiwa, kupendwa. Sasa wewe na mimi kama watu uliokoka ni kondoo wa malisho ya Bwana. Yesu alitoa mfano huu alipomtazama mchungaji wa mifugo ya Israeli anavyochunga kondoo. Uchungaji wa Israeli mara nyingi Mashariki ya Kati, wenyewe anapochunga mchungaji huwatangulia, huwaongoza. Anapopeleka kwenye malisho lazima atangulie mbele, awapeleke na kwenda kuchunga. Kwa sababu kwa kweli kondoo hawajui anaenda kuchunga wapi. Hawezi kutangulizwa mbele. Wale wanaotanguliza mifugo mbele wana taabu kubwa, kwa sababu wale wanaowatanguliza mbele hawajui wanakokwenda. Huyu bwana wao anawapeleka wapi kwenye malisho. Ndio maana akiwaongoza, wengine wataenda kushoto atawarudisha, wataenda kulia atawarudisha. Wengine watazuba atabida wahimizi. Lakini ili wajue, kwa sababu hawajui, wachungaji wa Israeli wanawatangulia ile mifugo, alafu inawafuata. Kwa nini? Inawajua. Yesu alitoa mfano huu. Sasa hapa Daudi anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Manake ananichunga, anahakikisha mahitaji na yapata. Kwa sababu nategemea 100% kwake. Nategemea kwake kula, kunywa, kuvaa. Na ndivyo ilivyo kwa mtu wa Mungu aliokoka. Mungu ni mchungaji wako, ni mchungaji wangu. Tunahitaji kumtegemea 100% kwa kuwa ana uhakika wa kutujali. Anafikiri tunahitaji nini. Maandiko yanazungumza kwamba Mungu hujishughulisha sana na mambo yetu, hujishughulisha. Kwa nini? Ni kondoo wa malisho yake. Kwa wakati ambapo umeamka ndugu yangu, naenda huko na kule au na kwa nyumbani kwako, una shughuli zozote popote, tegemea kwamba una mchungaji anayekuangalia hapo ulipo, ambaye anajali kabisa kwamba hupungukiwi, mahitaji ya lazima unayapata. Yeye ndiye anajua kwamba unahitaji nini hasa. Na ndio maana tunapohangaika lazima tujue kwamba yuko anayehangaika. Ndio maana tunahitaji kumpa ushirikiano kwa kumuomba kwamba Mungu Baba, leo nataka kufanya 1, 2, ninaomba uongozi wako. Nataka kutoka kuelekea kwenye shughuli zangu, naomba unitangulie, uniongoze. Sio nikutangulie mimi, unitangulie. Kwa nini? Kuna faida ya kutangulia. Maana nyingine, kama ni mfugo au ni hatari yote, huyu anayekuchunga ndio anapaswa kupambana na shida kabla ya wewe, kwa sababu ana uwezo wote. Ndio maana ni muhimu akutangulie, usimtangulie. Ndio maana asubuhi lazima muombe kwanza, umshukuru amekulinda usiku kucha. Lakini sasa unaondoka kuelekea kwenye shughuli zako, basi akutangulie. Watu wengi wanaanza kufanya mambo yao wakijitanguliza wenyewe, mwisho wanakwama. Wanashangaa mambo yanakuwa magumu. Alafu nalalamika bila kufikiri kwamba mimi ni mtu wa Mungu, nahitaji kumtegemea Mungu 100%.
Maandiko yanasema mtumaini Mungu, usitegemea akili zako mwenyewe. Umtumaini Mungu 100%, mtegemee yeye. Yeye atanyosha mapito yako. Kwa siku ya leo ni siku muhimu ya kuweka ili wazoni moyoni mwako kwamba Mungu kumbe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Sina haja ya kuwaza sana. Dawa ni kumwambia kwamba Mungu asante, umeniamsha vizuri, na sasa naomba uongozi wako na ulinzi wako na kujali kwako, kunitunza kwako, nategemea wewe. Natoka nitangulie. Utashangaa uongozi wa Mungu daima. Mungu ndivyo alivyo. Anajali sana maisha yetu. Anatuwazia mema. Hata tunapopita kwenye majaribu, tunapita naye. Kwa sababu hawezi kukwepa majaribu. Niwahi kukupa mfano kama uliwahi kunisikia wakati mwingine. Sisi baba yangu alikuwa na mifugo michache kama ng'ombe 50-60 hivi. Sasa zingine aliwekeza kwa watu. Sasa ilifika siku moja anasema tuzifuate zile aliwekeza kwa watu. Tukaswaga zote, zikazichukua nyenzake. Kwa tukatembea, mwisho tukaingia kwenye msitu. Ule msitu ulikuwa mkubwa. Unaweza kwenda hata maili 1 au kilomita 1 na kitu mpaka upite ndio uingie tena kijiji kingine. Sasa tulipofika kwenye msitu, sasa kwetu sisi tunaswaga ng'ombe. Wanatangulia mbele baada ya kuwatangulia wao. Sasa ngurumo zilipoanza ndipo nimeona baba yangu anaenda kukata mti wenye matao 3. Akakata ukawa mfupi. Alafu akakata hizo matao yale mafupi. Alafu akatangulia mbele. Akasema njoo endelea kuswaga ng'ombe. Yeye akatangulia mbele. Unaona? Alipotangulia mbele, mimi nikawa najiuliza kwa nini baba rafu hapo ng'ombe wanaunguruma ni kama wanalalamika vipi? Lakini tunaenda nisijui. Baba akatangulia mbele. Tulipopita ule msitu, tukafika nikaona anarudi tena nyuma. Ikabidi muulize. Baba, pale tulipofika msituni, ng'ombe alipokuwa anapiga nguruma, ukaondoka ukaenda kukata mti huo. Alafu katangulia mbele. Maana yake nini? Akasema pale tulipofika ule mungurumo ilikuwa inaonyesha hatari, kuna chui hapo au mnyama mkali. Kwa harufu yake tayari ishafika kwa ng'ombe, kuanza kujihami. Kwa mimi nikata mti huu wenye panya 3 hizi. Maana yake kawaida kama ni chui anaweza kuwa kwenye mti au akakuona akakurukia. Wanapokuja mimi natega mti. Akiruka na kuja kujipachika kichwa na mtega kichwa kanaingia hapa. Alafu nampiga na panga. Nikajifunza kwamba kumbe mchungaji ndivyo alivyo, anafahamu mazingira yote kuhusu usalama wa mifugo yake. Sasa Yesu ni zaidi hapo. Yeye ni mchungaji wetu, anajali sana, anajua kilicho mbele si hatukijui. Anajua hatari zilizotegwa. Ndio maana anahitaji daima kumweleza kabla hujatoka, alafu kumtegemea kikamilifu, kuwa na imani na yeye bila kuwa na mashaka. Ndio maana wokovu wetu tunaishi kwa imani, kwa kumtegemea Mungu kwamba atatulinda, atatutunza. Maandiko yanasema ataniongoza kwenye malisho ya majani mabichi. Maana anajali mahitaji yetu ya muhimu. Alafu anatulinda na maadui. Anasema ile fimbo ya kuturudisha pia hiyo usalama kwetu, lakini pia ya kumpiga adui. Kwa hiyo Mungu ana kila kitu kwa ajili yetu, kwa usalama wetu, kwa maisha yetu. Ndio maana nataka tuweke imani kamilifu kwake. Katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 mstari wa 6 anasema kila amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yupo, na tena anawapa thawabu wale wamwombao. Lazima aamini.
Alafu maandiko mengine yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Ukisoma katika Ibrania hiyo sura ya 10 mstari wa 37 na 39, mwenye haki wa Mungu huishi kwa imani. Anaamini uwepo wa Mungu kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu wa Mungu, ameokoka. Mungu anataka sana imani kwake kwa sababu anajishughulisha na maisha yetu, anatuchunga, anatuokoa na hatari mbalimbali na mitego ya shetani ile ambayo shetani ametutegea. Mungu huwa anatulinda, anatutetea, yeye anajua yote. Tena wakati mwingine unaweza kushangaa ukasikia unasukumwa kuomba sana. Kumbe Roho Mtakatifu aliyemo ndani yako anakuongoza, anajua unayokwenda kukabiliana naye. Wanataka ujiandae kama askari uvalie sawasawa, kuwa tayari kupambana naye ndani yake Yesu Kristo. Mungu anakushirikisha vita vyako kwa sababu vita vyetu ni vya Mungu. Hata maadui zetu ni maadui za Mungu. Kwa Mungu katika mazingira yote anajali sana, ni mchungaji mwema hodari. Na ndio maana Daudi anamalizia pale chini anasema, nami nitakaa nyumbani. Hebu sikia ule mstari wa 6. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Wema na fadhili. Wema unatoka wapi? Kwa Mungu. Fadhili, anayetufadhili nani? Mungu. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Ili mradi tunamshika Mungu na mtegemee na muamini. Na sasa namalizia neno kubwa, anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ameshahakikisha kwamba nyumbani mwa Mungu muna uhakika, muna utoshelevu wote. Nyumbani mwa Mungu, imani katika Mungu. Naona Mungu ni mtawala. Anahakika kwamba nikikaa nyumbani mwa Mungu. Ndio wakati mwingine tunafikiri nyumbani mwa Mungu ni kanisani, kwenye jengo tulojenga tunaposalia, au mahali tunapoabudia, mahali tunapokusanyika kumwabudu Mungu. Lakini hasa nyumbani mwa Mungu ni katika uwepo wa Mungu mtimilifu. Nitadumu kuwepo katika uwepo wa Mungu. Hapo ndipo penye salama yangu. Nikitoka nje ya Mungu siko salama, niko hatarini. Najua Mungu tunapomcha na kumpenda, tunazingirwa na uwepo, tunakuwa katika himaya ya Mungu, utawala wa Mungu. Mahali pa uhakika kwa maisha yetu yote. Tunakuwa tumezingirwa na ukuta ambao haonekani kwa macho. Lakini kile utakapokuwepo upo, maana Mungu anakuwepo. Alafu nakuwepo na jeshi la malaika hapo, kwa sababu alipo mfalme na mamlaka ipo na nguvu zake zipo. Na mamlaka zake zote zipo kwa kuwa mfalme yuko hapo. Sasa kama Kristo anakaa ndani yako na wewe ndani yake, unaonaje? Hapo ndipo najua kabisa tunakuwa na uhakika. Ndio maana tupaswi kusita, waza, kusikitika, kukata tamaa, kuvunjika moyo mambo magumu yanapotokea. Tunapaswa kuelewa kwamba niko mikononi mwa Mungu. Mungu muweza wa yote, asiyeshindwa na jambo, mwenye mamlaka zote, mwenye vyote, asiyepungukiwa, asiyeishiwa. Mungu hapungukiwa, rahishiwi. Huwezi kusema utaenda kwa Mungu utakuta sijui kama utakuta nacho. Wakati wote Mungu anavyo. Na anajua watu wake, kama nilivyosema mchungaji anajua mahitaji ya watu wangu nilio nao ni nini. Amehakikisha kwenye ghala lake vimejaa tele kwa ajili ya kondoo wake, kwa ajili ya wale anawachunga, kuhakikisha wanatoshelezwa na kila kitu. Ndio maana lazima tuzidi kujenga imani kwake, kudumu kumwamini,
udumu kumtegemea, udumu kumfuata maagizo yake, kuto kushindana naye, kuto kudanganyika tena na udanganyifu ulioko duniani, lakini kuwa imara na thabiti katika moyo wako kwa Mungu. Tutakuwa na uhakika na mkamilifu. Mungu kimtegemea, una hakika wa mambo yote na usalama na maendeleo yako yote. Hebu nisome Zaburi ya kwanza, mistari michache pale tuone Mungu anavyosema. Zaburi 1 na mstari wa kwanza: na heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri, yani anayefuraha, amebarikiwa. Anasema wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Naona? Bali sheria Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Unaona? Kila alitendalo, kwa sababu ameshika maagizo ya Mungu, maana yake ameshikamana na Mungu. Anasema kila litendalo litafanikiwa. Ndio maana utazamie mafanikio katika kazi zako. Ukishika maagizo ya Mungu na kufuata sheria zake, unajua kanuni za kufanikiwa na ni vipi uweze kufanikiwa. Ukisoma ile mstari uliobaki pale, anasema mstari wa 4, sivyo walivyo wasio haki, au ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Ndio maana hawana msimamo. Unaona? Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana aijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Kwa shikamana Mungu ni mchungaji wetu, mtoshelezaji wa mahitaji yetu. Utuongoza katika majani ya malisho. Anasema mtu anemtegemea, anayeshika maagizo ya Mungu, atakuwa kama mtu uliopandwa kwenye vijito, ambao mizizi yake inaenea kwenye maji. Huu mti wakati wote utakuwa na kijani kibichi, kwa sababu unakunywa maji kutoka kwenye mto. Yesu ni jito la uzima, linalobubujika uzima. Ukishikamana na Yesu, utaendelea kunywa uhai wa Yesu, nguvu ya Yesu. Utakula burudishwa, mahali pa ukame huishwa. Pale tumesoma Daudi anasema anaihuisha nafsi yangu. Katika hali ya uchovu, hali ya kukata tamaa, atakuhuisha. Hutuhuisha. Ndio kawaida ya Mungu. Tunapomshikilia, tunapodumu kuishi naye, tunapodumu kumwamini, kumtegemea, inapofika mahali pagumu anatuhuisha. Alafu wakati wa hali anatuburudisha. Naona? Alafu wakati wa hatari anahakikisha usalama wetu. Wakati wa njaa anahakikisha tunakuwa na chakula cha kutosha cha lazima kinakuwepo, kuhakikisha kwamba hatufi njaa. Mwingine anasema unamaanisha kwamba waliokoka hawezi kuwa na kusikia njaa. Na hakika hiyo, kama wataenda kwa kanuni za Mungu, watafanya kazi kwa bidii, watalima kwa busara, watapanda mbegu bora, watapalilia, watatunza mazao, watamuomba Mungu na kuombea mazao yao, wana uhakika huo. Maana wamefuata kanuni za Mungu. Mungu ameeleza kila kitu alichosema utakipata kinapatikanaje. Sio kinapatikana tu kwa kusema.
kina kanuni zake, taratibu zake. Ndio maana ukienda kazini leo, fanya kazi yako kwa moyo kama kwa Bwana. Kama ni biashara yako, fanya kwa bidii, kwa maarifa. Panga bidhaa zako vizuri, kwa ubora, kwa ustadi, ziwe katika mazingira mazuri, na mwenyewe ukiwa nadhifu katika hali nzuri. Naona ili watu waone kwamba hapa pana vitu vizuri. Kwa kuna kanuni za kufuata. Wapokee wateja wako kwa vizuri, kwa kuchangamka. Mtu mwingine anaweza kwenda kununua bidhaa yako na kutoa amenuna. Sasa unaanza kuona wasiwasi kwamba huyu mtu jamaa labda hataki viuzwe hivi au hanitaki mimi ninunue. Lakini huyu mfanya biashara bora anajua kanuni zake. Akizifanya Mungu mbariki. Asipozifanya hakuna baraka. Lakini pia anakuwa na imani kwamba hatapata. Haishi kwa wasiwasi, afanye kwa wasiwasi, kwa sababu anatoka nyumbani amemwomba Mungu. Kwanza wakati anaanza hiyo biashara alishamwomba Mungu. Mungu akamuongoza. Na akaombea na mtaji wake mbele za Mungu. Na kila siku anahakisha naomba kabla hajaenda kwenye shughuli zake. Iwe ofisini, iwe shuleni, iwe kwenye biashara, iwe kwenye kilimo, iwe kufuga. Kabla hajaenda anamtanguliza Mungu. Ni mchungaji wake, atangulie mbele. Yesu anaongea katika ile Injili ya Yohana sura ya 10, andiko nisome andiko la mwisho. Uone Yesu anavyomweleza mchungaji alivyo na anapaswa kuwa. Yeye mwenyewe akiwa mchungaji mkuu. Mchungaji mkuu. Yesu ni mchungaji mkuu, mchungaji wa wachungaji. Sasa naeleza katika hali ya kuchunga kwake. Naeleza vipi? Katika sura ya 10 anasema hivi. Yesu kawaambia, amini amini nawaambia, yeye anisikiaye aingiaye mlangoni katika zizi la kondoo, asiingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo, bawabu humfungulia, na kondoo humsikia sauti yake. Naye huwaita kondoo kwa majina yao, manaka anawafahamu mpaka kwa majina, na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Anapowatoa huwatangulia, maana unaijua sauti yake. Ndio maana kama unamjua Mungu, utafuata ovyo ovyo tu. Unaijua sauti yake. Unajua hii ni sauti ya Mungu, hii sio sauti ya Mungu. Hatukagi tu kanisani kienyeji. Tunahakikisha mchungaji anayekaa mbele tumeridhika naye, anachosema ni kila ambacho kitatufana kusaidia. Anatoa malisho sahihi. Kwa tunamfahamu kwa kazi yake na uwezo wake. Ndio maana mchungaji yoyote anapaswa kuonyesha uwezo wake kwa kondoo, kwamba ana utoshelevu wa kutosha kwa ajili ya kondoo zake, sio analipua. Hapana. Tunapaswa kufanya kazi kama mchungaji ya uhakika kwa manufaa ya kondoo, na kuhakikisha kondoo wanapata afya ya kiroho, hawakondi. Kukonda kwa kondoo kiroho ni ile hali ya kutatanika kwao katika maisha ya kiroho, na kukosa msaada wa maombezi na ushauri na huduma kamilifu ya neno linaloweza kumtengeneza mtu na kumpa akili na ufahamu. Ndio maana lazima mchungaji wa kanisa unapaswa kama mchungaji wa kanisa kujua wewe unategemewa 100% na kondoo. Kwa usiwahujumu kwa kuwapa kisicho watosheleza.
Usifikiri kujitosheleza wewe kwanza. Waza mawazo yao, wameshiba vipi? Wanatoshekaje? Na hapo ndipo Mungu atakubariki. Mungu ni mchungaji wako. Shikamana naye, muamini, mtegemee, fuata maagizo yake. Mungu akubariki, uwe na siku njema.